Sasa shoga yangu, pamoja na hayo yote mwenzako, lakini point yangu ilikuwa hii. Point gani tena? Shoga yangu, mimi nakwambia, mimi nataka kutoa hii mimba. Toa mimba? Sasa unashangaa nini wewe? Unataka kutoa mimba? Ndio, nataka kutoa mimba. Unajua kutoa mimba ni hatari kwa afya yako na mauaji pia. Sikushauri. Kuna wenzao wanatafuta watoto mchana usiku hawapati, wanatembea huku na huku hawapati. Unataka kutoa mimba? Wewe maushauri nishakujua ushauri wangu. Wewe lea tu hiyo mimba. Sikushauri kwa kweli. Kwa kushauri nini? Lea tu hiyo mimba. Pate mtoto umlee basi. Yaani sikushauri shoga yangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitalea mimba, utapata mtoto, utanisaidia kulea. Nakusaidia kitoto tena. Nabeba kachanga. Nashukuru kwa utakuwa umenielewa. Sawa bana, mimi nimekuelewa. Ila usije ukapita njia za panya huko ukatoa kweli. Hapana, siwezi. Sawa. Sawa, asante kwa shauri. Mwanangu, taarifa za rafiki yako umezisikia? Taarifa zake ninazo mama. Alikuja kuniambia. Lakini hizi taarifa naona kama hazina changamoto sana. Unasemaje wewe? Hamna changamoto? Yaani ugomvi wa kwao, matusi tutukane hadi sisi. Hadi na makaburi yote yanatukanwa. Leo useme hamna changamoto? Yaani mimi hapa ndoa hakuna. Yule kijana na mwanangu hakuna ndoa tena. Lakini mama, nilijua nyie ndo wazazi ambao mtaunganisha watoto waendelee kuishi kwenye ndoa pamoja. Maana hakuna ndoa ambayo inakosa changamoto mama yangu. Hakuna changamoto wala changabaridi. Tena yule mtoto sitaki kumuona tena kwenye mboni ya macho yangu. Nilishasema hamna ndoa hapa. Ila sawa mama, haina shida. Ni mwanaume ndio libaya. Karibu wewe nani? Wewe nani? Ticha. Wewe nani? Mchunga. Wewe nani? Hivi Rehema, ukija kufeli masomo ya sekondari utafanya kazi gani? Mimi hapa nakuja kuwa fundi wa kushona nguo. Lakini ni kazi nzuri na mimi nakuja kuangalia hapo hapo. Vipi lakini masomo sio mbaya, naendelea nayo hivyo. Haya. Lakini mzee leo nimechapwa kwa sababu ya kuchelewa shuleni. Kisha mapema shuleni. Nani anachelewa na mimi mpaka kaida yangu kuwa shuleni. Kuchelewa shuleni najua walimu watanichapa. Rafiki yangu mimi naona niende nyumbani. Sasa nafikiri nitakaa hapa. Kama nikicheza naanza kucheza kesho. Danga limeseba amebaki kubeba mimba. Mimba haina mume amebaki kutanga. Na Moganji naye ameshawa kurudia na ipo tena. Kasema uongo ili wazazi wampokee. Na wazazi nao wameingia kwenye hatia bila kujua. Ameacha mume eti kisa danga limeseba amebaki kubeba mimba. Mimba haina mume amebaki kutanga. Na Moganji naye ameshawa kurudia na ipo tena. Wapi Fadhili Nzusho aka Moganji, damu yako isipotee bure wewe. Simoni Ngonja aka Manyama upo. Vipi mzagazi? Fresh bwana, vipi? Naona hai sana maana tu muda wote jamaa. Na wenzangu kazini sinajua. Muda wenyewe. Bwana Kevin, mimi nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Ndio. Majitoni. Sasa bahati nzuri nimekutana na wewe hapo. Sasa nasikila unyama. Huko sitaenda tena. Sema masuala ile ya shemeji yako hiyo. Shemeji. Mimi naona wewe achana nayo. Kwa sababu nini? Amini usiamini. Kuna maneno niliyosikia kutoka kwa mlevi. Nikutana na mlevi mmoja hapo. Mambo aliyoniambia
yamesababisha mimi nimsahau kabisa shemeji yangu. Morgan Chi. Hebu achana basi na mambo ya watu bwana. Maneno ya watu yasikufanye umsahau kabisa shemeji. Afu isitoshe huyo mtu mwenyewe umeniambia kwamba ni mlevi. Huyo ni pombe zake tu. Inasadikika shemeji yako amepata mwanaume ampendaye. Kwa mimi sina tena shida ya kuendelea kumng'ang'ania. Bwana, hiyo inaweza kuwa ni figisu tu ya watu ili mradi wewe uachane kabisa na mke wako. Ila usifanye hivyo. Na mimi mwenyewe siamini kabisa kama shemeji anaweza kuwa anawa hayo mambo. Kwa hiyo nesi ni kwa sababu tu yeye alikuwa ni mlevi. Kweli, yani hayo maneno ya mlevi tu yasikuchanganye bwana Morgan Chi. Sasa bwana Kevin ndo hapo unapokupenda. Yaani unazungumza neno kama maneno yako kama ana kitu hivi. Hamna bwana kweli. Mimi ndo nakuelekeza wewe rafiki yangu. Inabidi yani kitu ambacho mimi nakijua, inabidi niwe nakuelekeza. Kwa sababu shemeji mimi namjua. Hawezi kuwa hivyo. Amini. Sasa wewe tusipoteze muda. Wewe kama unaenda kwenye mishe zako, wewe chola. Mimi ngoja nigeuzie hapa. Fresh. Nafikiri tumeshatimia. Sijui nani atakayeanzisha maongezi yetu. Atakayefungua hiki kikao ni yepi ambaye ametisha hiki kikao? Aha. Karibu mtoto wetu, jisikie huru. Sawa. Asanteni sana baba na mama. Kwanza kabisa, naomba niwaombe radhi kwa hiyo nitakayoongea. Mimi niliamua kumwacha mume wangu kwa sababu nyingi sana ambazo niliwaambia. Lakini naweza kuwa moja tu yenye ukweli ndani yake. Mama Happy, hivi umekielewa unachozungumza mwanao? Baba Happy, mwache mtoto amalize kuongea kwanza. Ni kweli baba na mama. Mimi niliamua kuongea uongo ili mnipokee tu hapa nyumbani. Pamoja na hayo, lakini hapa mwenyewe nilipo ni Astaghfirullah. Mama Happy, wewe ni mtu mzima. Usijifanye kama hujaelewa kitu. Nenda kamchukue mtoto maji ya kusukutua. Ameacha mume eti kisa danga. Danga limesema. Mama, unajisikiaje? Mimba ina mume amebaki kutangatanga, na Mokanji naye ameshaoa kurudia na ipo tena. Kasema uongo ili wazazi wampokee, na wazazi nao wameingia kwenye hatia bila kujua. Mwanangu, unajisikiaje? Mwanangu Happy, wewe ni mjamzito. Usinidanganye kitu. Mimi ndio nimeanza kuliona jua. mama, ni kweli. Maana hata kikao ambacho nimewaita leo, nataka niwaambie kuhusu mimi nina mimba. Ndio bwana mzee Jacobo. Ndio bwana. Habari za kwako? Salama tu. Wema. Nashukuru Mungu tuko. Habari za nyumbani? Nyumbani salama. Ndio. Habari za hapa? Shughuli zako vipi? Ipo. Ndio. Sasa ndio. Nilikuwa na mhitaji yule kijana. Ndio. Yule kijana Morgan, unafahamu? Namfahamu vizuri tu. Nilikuwa na mhitaji yule kijana saa 10 ya leo. Ndio. Lakini wewe usikose. Sawa. Ufanye mazungumzo kidogo. Baba, haina tatizo. Jumbe nitamfikishia. Basi saa 10 nitafika. Sawa. Sasa wewe ndio unajua tena tulivyo mimi. Sawa. Usikose. Niko karibu na wewe. Jaribu kuweka mambo yetu yale vizuri. Haina tatizo. Nitamfikishia ujumbe na ikibidi nifika hapa basi nitaweka sawa. Sawa. Nashukuru sana. Sawa. Hilo ndio jambo lililo. Haina tatizo baba. Haina tatizo. Nashukuru kwa hiyo.
yako baba? Tunashukuru mzee. Shikamoo. Baba, mbona ulikuwa unafunga mlango baba? Mzee wangu nilikuwa natoka. Ulikuwa unatoka kutaka kwenda wapi? Huko tu. Basi mguu ni wako huu. Mguu wa kwangu? Mguu ni wako. Huo? Hapana, mguu wako ni kuja kwa taarifa zako wewe. Unahitajiwa kwa wakwe. Leo saa 10. Leo saa 10 ndio. Vipi, kuna tatizo? Sijajua baba. Kweli? Sijajua. Kwa nini nikwambia tu uje ndio nipe taarifa tu. Naona labda kuna mambo mengine mkaweke sawa tu. Sawa. Haina shida. Ndio. Sema asante. Asante. Sasa mzee karibu. Asante sana. Karibu maana tulikuwa tunatoka, sasa unajua tena. Ndio na mimi nimewahi kurudi nyumbani tu. Basi mimi nimepokea ujumbe wako. Haya, asante. Shukrani. Asante. Kutangatanga na Mokanji naye ameshawa kurudiana ipo tena. Kasema uongo ili wazazi wampokee, na wazazi nao wameingia kwenye hatia bila kujua. Ameacha mume eti kisa danga, danga limesepa, wamebaki kubeba mimba, mimba haina mume, amebaki kutangatanga, na Mokanji naye ameshawa kurudiana ipo tena. Wapi Fadhili Nzusho aka Mokanji, damu yako isipotee bure wewe. Simoni Ng'onja aka Manyama upo.